Naam, hujambo na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanaendelea nchini Tanzania. Samia Suluhu sasa afichua jinsi vijana wa Gen Z wa Tanzania walilipwa mamilioni ya pesa kuandamana na kuchoma mali za umma kwa kisingizio cha uchaguzi na maandamano. Samia Suluhu ataja makundi haya makubwa kuhusika. Kabla ni kujuze zaidi, chukua sekunde yako moja, bonyeza alama ya like, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele. Hali ya kisiasa Tanzania imezidi kupamba moto leo kufuatia matamshi ya hivi punde ya Rais Samia Suluhu Hassan kuhoji chanzo cha fedha au pesa zinazodaiwa kutumika kuwalipa na kuhamasisha vijana kuingia mitaani kuandamana wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba. Akizungumza, Rais Samia wakati wa uzinduzi rasmi wa Tume ya Taifa ya Uchunguzi iliyoundwa kuchunguza matukio ya vurugu katika kipindi cha uchaguzi, Samia Suluhu ametoa wasiwasi mkubwa kuhusu namna baadhi ya makundi ya vijana yalivyofadhiliwa, akitaka kuwepo kwa uwazi kamili juu ya asili na mgawanyo wa pesa zilizotumika kuendesha machafuko hayo. Samia Suluhu alionyesha kutofurahishwa na kile alichokitaja kuwa mtindo unaokuwa wa mashirika ya kiraia yanayoshirikiana na vuguvugu la vijana la Gen Z kwa njia ambazo kulingana na Samia zinahatarisha kuvuruga taifa. Alihoji kama mashirika haya ya kiraia yanafanya kazi kwa mujibu wa sheria na akauliza kwa uwazi jinsi rasilimali zilizotumika au pesa zilizotumika katika kuwalipa au kuhamasisha vijana zilipatikana na kugawanywa vipi. Matamshi yake Samia Suluhu yamekuja wakati serikali iko chini ya shinikizo kujibu masuala yaliyotolewa na vyama vya upinzani na umma juu ya mienendo ya vikosi vya usalama au jeshi la polisi, mchakato wa uchaguzi na uwajibikaji kwa ujumla wakati wa uchaguzi wa Oktoba. Rais Samia Suluhu alisisitiza kuwa pamoja na kwamba serikali inaheshimu haki za raia za Watanzania za kujieleza na kudai haki, haitavumilia shughuli inazoziona kuwa za uchochezi au zinazolenga kuchochea vurugu. Alionya kuwa shirika lolote litakalopatikana kufadhili au kulipa vijana au kuunga mkono tabia ya ukatili litakabiliwa na hatua kali, akisisitiza kuwa utulivu wa kitaifa unasalia kwa kipaumbele cha kwanza. Kulingana naye, uwazi kutoka kwa mashirika ya kiraia si jambo la hiari tena, lakini ni muhimu, hasa wakati ambapo nchi bado inapona kutokana na mvutano wa kisiasa wa msimu wa uchaguzi. Maoni ya rais tayari yamezua hisia kali katika mazingira ya kisiasa leo. Vikundi vya vijana Gen Z vilivyoshiriki katika maandamano hayo vimerudi nyuma, vikisisitiza kwamba hawakuchochewa wala kulipwa pesa zozote, bali na kuchanganyikiwa kwa kweli juu ya ukiukwaji wa taratibu za uchaguzi. Matatizo ya kiuchumi pia waliyataja na kile walichoeleza kuwa nafasi ya kidemokrasia inayopungua. Wengi wamekuwa wakidai kuwa serikali inaondoa usikivu kutoka kwa malalamiko ya kweli kwa kuzingatia madai ya ufadhili kutoka nje badala ya kushughulikia masuala yaliyoibuliwa na wananchi. Makundi haya yanasisitiza kuwa matembezi yao yalikuwa ni matendo ya uzalendo badala ya tabia ya mamluki. Wakati huo huo, mashirika ya kiraia pia yamejikuta chini ya uangalizi mkali wa serikali, huku baadhi yao wakieleza kushangazwa na kuhusishwa hadharani na uhamasishaji wa vurugu au kulipa vijana wa Gen Z kuandamana. Mashirika kadhaa yasiyo ya kiserikali yamesema yanasubiri mawasiliano rasmi kutoka kwa serikali ili kuelewa msingi wa tuhuma hizo na kusisitiza kuwa yanafanya kazi kwa uwazi na ndani ya mamlaka yao. Wengine wanahofia kwamba sauti ya Rais Samia inaweza kuashiria vizuizi vikali zaidi kwa nafasi ya kiraia katika miezi ijayo, haswa wakati waangalizi wa kimataifa wanaendelea kutoa wito wa mapito huru ya uchaguzi. Katika hafla hiyo leo, Samia Suluhu alitambulisha Tume ya Taifa ya Uchunguzi na kuipa jukumu la kufichua chanzo cha vurugu hizo, kubaini waliohusika na kuchunguza iwapo kuna asasi za kiraia zilihusika katika kuhamasisha maandamano hayo. Tume hiyo pia imeagizwa kuchambua madai ya vijana walioingia mitaani, kuchunguza aina ya kauli za kisiasa za viongozi wa upinzani kabla ya uchaguzi na kutathmini iwapo njia mbadala bora zingetumika kupunguza hali hiyo. Samia Suluhu alisema tume hiyo inatarajiwa kufanya kazi kama chombo huru na kutoa matokeo madhubuti ndani ya miezi mitatu ijayo, wakati serikali ikisisitiza kuwa tume hiyo ina uwezo na ina sifa za kutosha
upinzani unaendelea kuitupilia mbali kwa madai kuwa ilihujumiwa. Vyama vya upinzani Chadema na ACT Wazalendo zinasema kuwa hakuna tume ya ndani inayoweza kuchunguza kwa hakika tuhuma za vurugu zinazohusishwa na serikali na kusisitiza uchunguzi wa kimataifa. Wanashikilia kuwa baadhi ya washiriki wa timu iliyoundwa hivi karibuni ni watu binafsi wanaowatuhumu kuhusika hapo awali katika matukio yale ambayo sasa yanatarajiwa kuchunguzwa. Kulingana na viongozi wa upinzani, si jambo la busara kutarajia washukiwa kujichunguza wenyewe, na wanaonya kwamba uaminifu wa matokeo hayo utatiliwa shaka iwapo mchakato huo hautathibitishwa kivyake. Tume hiyo ya uchunguzi inapojiandaa kuanza kazi yake rasmi, umma unasalia kugawanyika kuhusu matokeo yake yatamaanisha nini kwa mustakabali wa kisiasa wa nchi. Raia wengi wanatumai uchunguzi hatimaye utafichua ukweli nyuma ya machafuko ya Oktoba 29, huku wengine wakihofia mchakato huo unaweza kutumika kuhalalisha udhibiti zaidi wa serikali badala ya kutoa uwajibikaji wa kweli. Katika majukwaa ya kijamii na mijadala ya jamii, kuna hali inayoongezeka kwamba chochote kitakachojitokeza kutokana na uchunguzi huu kitatengeneza mwelekeo wa kisiasa wa Tanzania kwa miaka mingi ijayo. Kutokuwa na uhakika kumeliacha taifa la Tanzania katika hali ya usawa, huku wafuasi na wakosoaji wa serikali wakisubiri kwa hamu ishara inayofuata. Waangalizi wa kimataifa ambao wameendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo wanatarajiwa kutoa matamko mapya katika siku zijazo, hasa wakati wasiwasi ukiongezeka juu ya haki za binadamu, uwazi na uhuru wa kisiasa. Wanadiplomasia jijini Dar es Salaam wameeleza kwa faragha kwamba jumuiya ya kimataifa inatazama hali hiyo kwa nia ya kuongezeka, hasa kutokana na kuongezeka kwa wito wa uchunguzi huru na unaosimamiwa kimataifa. Iwapo tume ya ndani itashindwa kupata imani ya umma, Tanzania inaweza kukabiliwa na shinikizo kubwa kutoka kwa mashirika ya kikanda na kimataifa kufungua mchakato wake wa kisiasa kwa uchunguzi wa nje. Wakati huo huo, viongozi wa upinzani wanaongeza ujumbe wao wakisisitiza kwamba matukio ya Oktoba hayawezi kufutwa na kile wanachoelezea kama uchunguzi unaodhibitiwa na serikali. Wanasema kuwa vijana walioandamana walifanya hivyo kutokana na kuchanganyikiwa, si msukumo wa kifedha, na kwamba majaribio ya kutayarisha machafuko hayo kama operesheni inayofadhiliwa huvuruga tu kutoka kwa masuala ya kimuundo ambayo yanaendelea kuchochea mvutano wa kisiasa. Wanashikilia kwamba isipokuwa serikali ya Tanzania itakumbatia uwazi kamili na kutambua kina cha kutoridhika kwa umma, mzunguko wa kutoaminiana utaongezeka tu na kudhoofisha zaidi uwiano wa kitaifa. Wakati Tanzania inaingia katika awamu hii mbaya, swali sasa ni je, nchi inaweza kupitia simulizi zinazoshindana na kurejesha umoja bila kunyamazisha upinzani? Miezi mitatu ijayo itakuwa ikifafanua sio tu kwa uaminifu wa tume, lakini kwa mazingira mapana ya kisiasa. Kama uchunguzi unatoa ukweli, utata au mgawanyiko zaidi, jambo moja liko wazi: njia ya kuelekea uponyaji wa kitaifa itahitaji uwazi, uwajibikaji na nia kutoka kila upande ili kukabiliana na hali halisi zisizostarehesha.